Pendwa mtazamaji, naomba nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Pendwa mtazamaji, naomba ulipokee neno la Mungu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yanavyo maandiko. Somo letu la leo tunaendeleza masomo yetu kutoka kwenye waraka kwa Waebrania, na sasa tuko katika sura ya 10 ambayo ndio tunakaribia mwisho wa kiini cha mafundisho ya waraka kwa Waebrania. Na katika somo lililopita mwandishi alikuwa anatueleza kwa nini tusitafute dhabihu mpya, kwamba dhabihu aliyotoa Yesu inatosha. Na kwa hiyo katika uhusiano wetu na Mungu hakuna haja ya kutafuta dhabihu nyingine. Kifo cha Yesu msalabani mara moja kinatosha. Na sasa mwandishi anataka kuhitimisha mafundisho juu ya utoshelevu wa dhabihu ya Bwana Yesu Kristo katika mstari wa 10 mpaka mstari wa 18, ambao kichwa chetu cha somo kitakuwa tumekamilishwa hata milele kwa toleo moja. Tumekamilishwa hata milele kwa toleo moja. Hii kiini chake au msingi wake ni mstari wa 14 katika sura ya 10. Kwa hiyo naomba tusome kwanza hii mistari 8 ambayo inabeba tutakayojifunza kwa siku ya leo. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, na katika fikira zao nitaziandika. Kisha akasema, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Ndugu mtazamaji, muhtasari wa somo hili mwandishi ameanzia katika mstari wa 10, ambao ni kanusho lenye nguvu dhidi ya hoja yoyote isemayo kwamba matendo, yani kazi ya aina yoyote, yanahitajika kwa ajili ya wokovu wetu. Hakuhitajiki chochote, ni dhabihu ya Yesu msalabani ndio inatuokoa. Mwandishi anasema kwamba kwa kufanya mapenzi ya Mungu kwa utiifu kamili, Kristo ametuletea utakaso. Yesu alitii mapenzi ya Baba kikamilifu na hakuwahi kutenda dhambi kamwe. Kwa hiyo ukamilifu wake ulijipatia haki ya kuokolewa. Na kisha haki hiyo ya kuokolewa tulivalishwa sisi kama utakaso. Neno utakasa maana yake ni kutengwa kuwa takatifu, kufanywa inayokubalika kwa Mungu. Kisha sasa angalia maneno muhimu katika mwisho wa mstari huu wa 10, ambayo yanasema mara moja tu. Dhabihu ya mtu mkamilifu badala yetu ilifanyika mara moja na inatosha kwa wote. Dhabihu ya mtu mmoja mkamilifu ilitolewa mara moja na inatosha kwa wote.
huwezi kuboresha ukamilifu. Kwa hiyo alikuwa anawaeleza ndugu zetu wa Kristo wa Kiebrania kwamba haya yote wanaojaribu kwenda kufanya, make wengine hapa tulikuwa tunawafikiria kwamba wanarudi kwenye dini yao ya zamani ya Kiyahudi ya hekaluni, lakini kuna wale ambao walikuwa wanataka kuchanganya Agano Jipya na Agano la Kale, kama kuongezea, waende hekaluni watoe dhabihu ya ondoleo la dhambi wakati wameshamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi na dhambi zao zimeshafutwa na kusahauliwa, lakini bado walikuwa wanafikiri iko haja ya kwenda kutoa dhabihu tena hekaluni. Na hao ndo na wenyewe anawaeleza hapa kwamba hawezi kuboresha kitu kilichokuwa kikamilifu tayari. Hapa kuna mantiki tunayohitaji kuelewa na kukumbuka. Nayo ni kwamba ikiwa dhabihu ya mtu asiye na dhambi inatosheleza ghadhabu ya Mungu Baba, basi hakuna thamani katika dhabihu za ziada. Yaani hatuwezi kutoa dhabihu yoyote ambayo itaongeza chochote. Lakini tukisema ukamilifu wa Kristo haukuweza kutosheleza ghadhabu ya Mungu Baba, basi sisi tusio wakamilifu hatuna tumaini kabisa la kumridhisha Mungu kwa chochote. Kwa hiyo mantiki iko wazi kwamba kama dhabihu ya Yesu imetosheleza, hakuna haja ya kuongeza chochote. Na kama haikutosha ya mtu ambaye alikuwa mkamilifu, sisi wasio wakamilifu hatuna chochote tunachoweza kufanya kumridhisha Mungu Baba. Kwa hiyo tunaweza kuwa na ujasiri sasa wa kupumzika na kudumu kabisa kwenye dhabihu aliyotoa Kristo kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa hiyo kwa mara ya mwisho sasa mwandishi anatumia ulinganisho kati ya Agano la Kale ili kusisitiza hoja zake. Kwa mstari wa 11 na 12 anaeleza kwa kifupi huduma ya makuhani katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale kila kuhani alisimama kila siku kufanya ibada na kutoa matoleo mara kwa mara, dhabihu zile zile ambazo kamwe haziwezi kuondoa dhambi. Lakini Kristo akisha kutoa dhabihu yake moja kwa ajili ya dhambi hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Aliketi mkono wa kuume wa Mungu baada ya kutoa dhabihu yake ya mara moja yenye kuondoa dhambi hata milele. Kwa hiyo angalia tofauti ambayo inajionyesha katika hiyo mistari miwili. Kwanza, kwa Agano la Kale kulikuwa na makuhani wengi, na kwa Agano Jipya ni kuhani yetu mmoja, kuhani mkuu, Bwana Yesu Kristo. Dhabihu nyingi zilitolewa katika Agano la Kale. Sisi imetolewa dhabihu moja ya nafsi yake, Yesu. Matoleo na dhabihu za Agano la Kale zilikuwa za rudiwa. Na kwa Agano Jipya ni toleo moja kwa wakati wote. Na mwisho aliyosema ni kwamba mstari wa 12, kila kuhani husimama kila siku, kwa sababu kama tulivyoona katika sura ya 9 kazi yake inakuwa haijakamilika. Lakini Kristo alipokwisha kutoa dhabihu yake pekee, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Hiyo moja kwa moja inaonyesha kwamba kazi ilikuwa imekamilika. Sasa kuketi kwa Kristo kwenye mkono wa kuume wa Mungu kuna maanisha angalau mambo matatu ambayo mnaweza tukatoa moja kwa moja. La kwanza ni kwamba kazi yake ya ukombozi imekamilika. Asimami kila siku kama wanavyofanya wenzake, au walivyokuwa wanafanya wenzake, au walikuwa wanafanya makuhani katika Agano la Kale. Kwa hiyo dhabihu moja ya yeye mwenyewe ilikuwa kamili kabisa. Pili, kukaa sasa mkono wa kuume wa Baba, au ina maana kwamba Mungu alipendezwa na dhabihu hiyo kwa ajili ya wote milele.
jinsi Mungu alimheshimu Kristo kwa kumketisha kiti cha mkono wa kulia au mkono wa kuume, ili kuonyesha kwamba alivyoridhika kikamilifu na deni lililolipwa kwa ajili ya dhambi. Hii ni picha nzuri ya kututia moyo kwamba dhabihu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi zetu imekubalika, na ndio maana kuhani wetu mkuu Bwana Yesu, ambaye ni dhabihu, ndiye mwenyewe ndio dhabihu, ameketishwa mkono wa kuume wa Baba. 3, inamaanisha Kristo pamoja na Baba ndio mtawala mkuu juu ya adui zake wote. Na jambo la kujua na kutafakari ni kwamba adui watashindwa. Hivyo ndivyo mstari wa 13 unavyokazia. Yeye anangoja tangu wakati huo na kuendelea mpaka adui zake wawekwe kuwa kiti cha kuweka miguu yake. Kwa maneno mengine, kila kitu ambacho Kristo alikufa ili kutimiza kitatimizwa. Hakuna adui anayeweza kuzuia kazi yake mwishowe. Upatanisho ulikuwa umekamilika kabisa, Baba aridhika kabisa, na maadui wote wataanguka kabisa mbele ya Kristo anayetawala mbinguni. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Hata wale ambao hawajaanguka, lakini kama wako kwenye mstari huu, kama wanategemewa kuanguka kwa ajili ya dhabihu ile iliyotolewa, wataanguka kwa wakati wao. Sasa hebu tuone ufafanuzi wa mstari wa 14 ambao ni kilele cha hoja ya mwandishi katika somo la leo, ambalo linasema tumekamilishwa hata milele kwa toleo moja. Kuna mambo mawili katika mstari huu yanayohusu maisha yetu moja kwa moja. Kwa ndugu mtazamaji, hebu inua macho yako kwa Yesu ili uone haya mambo mawili. Jambo la kwanza, angalia kwanza kwamba Kristo amekamilisha watu wake, na tayari hili limekamilika. Alipotoa dhabihu pale msalabani, tulivyoona na tulivyojifunza toka sura ya 7, msamaha wa dhambi ulitoka na dhambi zetu zikasahauliwa, zikafutwa na kusahauliwa. Na tangu siku hiyo tukawa tumevalishwa utakatifu. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa kutakaswa. Mstari unasema hivi, kwanza tusome tena mstari wa 14. Maana kwa toleo moja Mungu amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Yesu amefanya hivyo kwa wakati wote. Ukamilifu wa watu wake umekamilika na umekamilika milele. Je, sasa hii inamaanisha kwamba Wakristo hawatendi dhambi? Je, hawaugui? Je, hawakosei? Kwa maneno mengine, tumekamilika hata katika tabia zetu na mitazamo yetu? Jibu ni hapana. Neno la mwisho katika ule mstari linaweka wazi ni watu gani ambao wamekamilishwa kwa wakati wote. Ni wale wanaotakaswa, au kwenye Biblia nyingine wanasema watakaswao. Bado hawajatakaswa kikamilifu kwa maana ya kutotenda dhambi, lakini kama nilivyosema wako kwenye kaswa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa usahihi kwamba kukamilishwa haina maana ni wakamilifu bila dhambi katika maisha haya. Naam, sasa nini maana yake hasa ambayo tunaweza tukachukua kwenye huu mstari? Mwandishi anatoa jibu ya swali hili katika mstari wa 15 mpaka wa 18. Hapa amenukuu tena Yeremia wakati Yeremia 31 mstari wa 33 mpaka wa 34 amenukuu, ambao unasema dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa, basi ondoleo la hayo likiwepo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi, ambayo imeandikwa kwenye mstari wa 17 na 18. Na
Kwa hiyo mwandishi anaeleza kwamba ukamilifu wa sasa unahusu msamaha. Watu wa Kristo wanakamilishwa sasa katika maana ya kwamba Mungu anatupilia mbali dhambi zote, anakuzisahau na hazitakuwa tena msingi wa hukumu. Hatutahukumiwa kwa misingi hiyo. Kumbuka kwenye sura ya 9 mstari wa 26 tuliona kitu kama hicho. Inamaanisha waliotengwa kwa ajili ya utakatifu, waliochaguliwa na Mungu na kufanywa kuwa wasio na dhambi ni wakamilifu kama yeye. Ndio neno ukamilifu linapokuja. Hatuna dhambi, tumesamehewa dhambi. Kwa maana hii tunasimama mbele zake tukiwa wakamilifu. Anapotutizama hatuhesabii dhambi zote zile zilizopita, za sasa wala zijazo. Ukamilifu huo utadumu kwa wakati wote. Yeye hatuhesabii dhambi zetu, ndio kukamilisha. Na hatimaye hii iliwezekana kwa toleo la dhabihu moja ambalo ni Kristo. Hakuna njia nyingine ambayo wewe na mimi tunaletwa katika ukamilifu. Ni kupitia dhabihu ya Yesu aliyotoa msalabani. Si kwa matendo yetu wenyewe, si kwa dhabihu au matendo ya mwingine, si kwa kushiriki kwetu katika taratibu za kidini, bali tu kwa dhabihu ya Kristo. Kitu cha pili ambacho mstari wa 14 unaweka wazi ni kuhusu ni akina nani ambao Kristo amefanya kazi hii ya ukamilifu msalabani kwa ajili yao. Tunaweza kusema Kristo amekamilisha mara moja na kwa wote wanaotakaswa. Ndio mstari wa 14 unaweza kusomeka vile vile kama ulivyo, kwamba amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kristo amewatakasa kikamilifu wale ambao sasa wanatakaswa, au Kristo amekamilisha kikamilifu na kuhakikisha utakatifu wa wale ambao sasa wanafanywa kuwa watakatifu. Ni maneno ya kueleza ambayo yanaonekana kama yanajirudia, lakini wale wanaotakaswa ndio wakamilifu. Hao aliowakamilisha ndio anawatakasa sasa. Maana yake ni kwamba unaweza kujua kwamba unasimama mkamilifu machoni pa Baba yako wa mbinguni ikiwa unasonga mbali na kutokamilika kwako kwa sasa. Kwa maana nyingine ni kwamba unaona kwamba unapiga hatua kutoka pale ulipokuwa wakati ulipohesabiwa wewe mkamilifu, kuelekea utakatifu zaidi na zaidi kwa imani katika neema yake wakati ujao. Hapa mwandishi ameleta neno jipya ambalo baadaye kwenye kuanzia sura ya 11 swala la neema ya wakati ujao litakuwa ndio somo kubwa, kwamba tunatakaswa na neema ya wakati ujao. Mstari huu ni muhimu sana kwa sababu umejaa faraja kwa wenye dhambi na wale wasio wakamilifu kwa sasa kama sisi, na umejaa motisha kwa ajili ya utakatifu. Kwa hiyo tunaweza kusema mstari huu unamaanisha kwamba unaweza kuwa na uhakika kwamba utasimama ukiwa mkamilifu na umekamilika machoni pa Baba yako wa mbinguni, si kwa sababu wewe ni mkamilifu sasa, lakini kwa sababu wewe si mkamilifu, unaendelea kutakaswa, unafanywa kuwa mtakatifu, na kwa imani katika ahadi za Mungu unasonga mbali na kutokamilika kwako kuelekea utakatifu zaidi na zaidi. Kwa hiyo katika sura ya 11 kuendelea tutaona mifano ya jinsi imani katika neema ya wakati ujao inavyoendelea kututakasa. Na kwa hayo mwandishi amemaliza mafundisho juu ya Agano Jipya. Kwa hiyo sasa kuanzia sehemu inayobaki katika sura ya 10 na sura zilizoko mbele tutakuwa tunaleta mawaidha yatokanayo na mafundisho tuliyojifunza, ambayo
yameishia kuonyesha kwamba Yesu ni mkuu kuliko vyote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawajakubali Yesu kama awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningekuomba utafakari haya maneno tuliyosikia katika somo letu la leo linalosema tumekamilishwa hata milele kwa toleo moja. Ni kwamba dhabihu yake Yesu msalabani ilikamilisha kazi ya ukombozi. Mungu alipendezwa na dhabihu hii iliyolipa deni la dhambi kikamilifu, kwa hiyo akamheshimu Yesu na kumfanya akae mkono wake wa kuume. Ameketi mkono wa kuume wa Baba akingojea adui zake wote wafanywe kiti cha kuweka miguu yake. Kwa hiyo ona kwamba kila kitu kiko tayari. Ukimwamini Yesu atakukamilisha na ataendelea kukutakasa. Kama umeamua kumtoa maisha yako kwa Yesu, ningeomba ufuatilizie sala hii ninayoomba na mwisho wake utaupata uzima wa milele. Bwana Yesu, nakiri kwa kinywa changu na kuamini moyoni mwangu ya kuwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, Mwokozi wa ulimwengu. Naamini kwamba kwa hiari yako ulitoa uhai wako msalabani kwa msamaha wa dhambi zangu. Ninakabidhi maisha yangu kwako Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante kwa zawadi ya wokovu. Ni katika jina lako la thamani ninaomba haya na kushukuru. Amina.